Naam, kwa hivyo kutokana na riwaya hii ambayo tumeisoma katika Usulul Kafi na riwaya hii ambayo tumeisoma katika Al-Mustadrak as-Sahihain kuonesha elimu ya Imam juu ya mauti vifo vyao haina mashaka, kwa sababu inatokana na wahi ambao alipewa Imam Ali au maimamu kutokana na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama, na zile habari ambazo wamezirithi kutokana na mababu zao Ahlul Bait alayhimus salam, baada ya kupewa habari hizo na mtukufu Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama, ambaye na yeye alipewa habari hizo na Jibril, na ambaye Jibril alipata habari hizo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo masdari, chanzo cha elimu ikiwa ni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, hakuna mtu ambaye atapinga isipokuwa ambaye ni mnafiki au mtu ambaye ana chuki zake binafsi za kimadhehebi, ambazo chuki za madhehebu hazina nafasi katika ulimwengu wa hakika na ulimwengu wa elimu. Wa bihadha yatabayana anna ilma al-a'imma, kwamba inabainika kutokana na riwaya hizi kwamba elimu ya maimamu biwakti wafatihim la ishkala fihi, kujua wakati wa vifo vyao hakuna ishkala. Naam, wala haipingani na kwamba wao watakuwa wanajua ilmu al-ghaibi au vipi. Naam, kwa hivyo ghaibu ambayo waliambiwa wao na Mwenyezi Mungu au na mtume inakuwa si ghaibu tena, kwa sababu wamepata elimu hiyo katika vyanzo ambavyo vya kuaminika. Naam, kama alivyosema Mwenyezi Mungu katika surati al-Jinn kwamba alimul ghaibi wa shahada, alimul ghaibi la yadhiru ala ghaibi ahada, hamdhihirishi ghaibu yake mtu yoyote illa man irtadha min rasulin, isipokuwa wale mitume wake ambao wameridhia. Kwa hivyo Mtume Muhammad ni miongoni mwa watu ambao waliridhiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kupewa baadhi ya ghaibu, elimu ya ghaibu, na yeye akachagua kuambia mambo hayo watu wake wa karibu na baadhi ya masahaba ambao aliwaambia elimu hizi. Kwa mfano Hudhaifa ibn al-Yamani alikuwa ni msiri wa mtukufu Mtume sallallahu alayhi wa sallama, na akapewa majina ya munafiqin ambao ni ilmu al-ghaib. Kwa hivyo haya ni mambo ambayo yana uhakika katika masadiri za Kiislamu, walakin almunafiqina la yafqahun, lakini wanafiki hawezi kutambua ukweli huu, na ndio maana yake mnawaona katika kumbi tofauti na ususuwavu wao wa nafsi, wakimangamanga huku na kule, wakidhani kwamba wanaisaidia elimu, kumbe wanajianika wenyewe kwa ujinga wao. Na ndio maana yake si rahisi sisi kuwapa fursa ya kujadiliana na wao, kwa sababu huwezi kujadiliana na mjinga, bali utatumia ujinga wake kwa ajili ya kumfanya awe ni ubawa kufundishia wengine. Na itikadi hii haipingani na kauli ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, wama tadri nafsun bi ayi ardhin tamut, haijui nafsi ardhi ambayo itafia, kama ilivyo katika Qur'an surati Luqman aya ya 31. Naam, aya